الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حديث نبي. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kukutanisha tena katika ukumbi wetu huu ambao tunakutana kila siku ya Alhamisi kadiri inavyokuwa siku ya kazi, huwa tunakutana katika ukumbi wetu huu. Alhamdulillah, wiki iliyopita tulikutana na leo tunakutana tena kama kwa namba 10. Hadithi namba 10. Alhamdulillah, tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Lu'lu' wal Marjan, leo tukiwa bado tunaendelea katika mlango wa Kitabul Iman na tunatokea mlango wa 6, hadithi nambari 10 biidhnillahi taala. Mlango wa 6 ambao al-amru bil imani billahi wa rasulihi wa shara'i dini wa du'a ilayhi, mlango ambao unazungumzia al-imanu billahi, al-amru bil imani billahi, maelekezo au amri ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, na mtume wake, lakini pia wa shara'i dini, na amri juu ya kuamini na kufanyia kazi sheria za dini yake, yani sheria za dini ya Uislamu, wa du'a ilai, na kulingania juu ya jambo hilo. Na hii kama ilivyo katika mlango wa imani ndio inaanzia katika sura za namna hii, kama tulivyoanza kule nyuma, namna gani watu wanavyokuwa wanaelekezwa. Kwanza ni maelekezo ya kuamini, watu wanatakiwa na imani. Msingi wa kuhimizwa imani katika dini, mtu anapokuwa na imani anakuwa imara, anakuwa thabiti, na akishakuwa na imani ndio anafikia katika sifa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yakhafuna laumata laim, na kuwa haogopi lawama za yote mwenye kulaumu, na anakuwa ni mtekelezaji wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja kuna sahaba mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo na Makuraishi. Kama ilivyokuwa, Makuraishi walikuwa ni watu wenye kufanya biashara kwa njia ya dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinunua ng'ombe ama ngamia kwa bedui mmoja hivi. Alinunua, shamalizana, muamala umemalizika, mara amekuja mtu mwenye pesa nyingi anataka wale ngamia. Yule bwana akaamua kubadilisha na kutaka kuwauza kwa mtu, wakati kesha chukua pesa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona unauza ngamia ambao ushaniuzia, imekwaje? Yule kwa sababu wameuziana na mauziano ya keshi hayana ushahidi, akamwambia hebu lete mashahidi ambao watakaothibitisha kwamba kweli nimekuuzia, akiamini kwamba wakati wanauziana walikuwa watu wawili tu. Basi pale yupo sahaba Khuzaima, yuko pale, akamwambia yule Abu Khuzaima, akasema mimi nashuhudia kwamba amekuuzia, umemuuzia na pesa amekupa. Na yule bwana ilikuwa issue ni kwamba hataje tu shahidi ambaye alikuwa anajua hayupo shahidi. Bwana kutoa shahidi, basi akashindwa yule bwana kufanya ule muamala tena, ikabidi Mtume SAW aondoke na gamia au mifugo aliyonunua. Mtume SAW akamuuliza, bwana, kilichokufanya wewe uamini utoe ushahidi kiasi kwamba hukuwepo katika tukio hilo? Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nakuamini bi khabari samai, nakuamini kwa habari za mbinguni ambazo hata sijui hata huko mbinguni kuko vipi, nishinde kuamini kwamba umenunua ng'ombe kwa bwana? Hicho kitu lazima kitakuwa kiko sawa sawa, kwa sababu huna sifa ya kusema uongo. Yule bwana, kitu gani kilichomfanya vile? Ni ile yakini na imani aliyokuwa nayo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ala kulli hali, swala zima la imani ni swala la msingi ambalo tunatakiwa tuwe na imani thabiti kabisa itakayotuwezesha kuweza kutekeleza maelekezo au mafundisho ya dini kwa namna inavyopaswa, kwa mujibu wa miongozo, kwa sababu tayari imani
tayari tunayo. Kwa hiyo ndio mlango tunaoingia hapa. Shekhe anasema al-amru bil imani billahi wa rasulihi wa sharai dini wa duai, maelekezo, amri juu ya kuamini, juu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na sheria za dini na kuzifanyia kazi na kuzilingania. Hapa shekhe ametuwekea hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ambapo alikuja kusimulia Abdullah ibn Abbas kuwasimulia tukio hili lilivyokuwa limetokea. Anasema inna wafda Abdul Qais. Abdul Qais ni kabila au ni ukoo au ni familia, watu walikuwa wanaishi katika eneo fulani. Hata leo hivi kuna baadhi ya maeneo watu wanaishi kikabila. Ukenda ukanda huu ni kabila fulani, ukenda ukanda huu ni kabila fulani. Watu wanaishi kama kabila kwa ajili ya kulingana na mazingira yao na maisha yao. Kwa hiyo Abdul Qais ni katika aina ya kabila lilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas alikuwepo katika eneo hilo, au wakati huo anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lamma atau nabia, walipokuja hawa, ugeni huu wa Abdul Qais ulipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, na hawa wamekuja Madina, na ilikuwa kipindi kile kuna namna mbili ya misafara inakuja kwa Mtume, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshapata nguvu, ameshapata himaya, ameshapata uimara, ameshapata thabit. Kwa hiyo ile nguvu alionayo, baadhi ya watu wanakuja kusalimu amri moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine Mtume sallallahu alaihi wasallam anapeleka jeshi, kwa hiyo anasalimu amri kwa nguvu, maana yake kwa mujibu wa namna hii. Hao wamekuja tu hao wenyewe baada ya kusikia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume akauliza, manil qaum au manil wafdu, ninyi ni watu gani, au ninyi ni wageni mnaotokea wapi? Ni ugeni unaotokea wapi? Au ni kabila gani ninyi? Ni watu wa kabila gani ninyi mmekuja? Watu wanakuja, lazima wakija wageni lazima waulize ninyi kina nani, mnatokea wapi, ili upate kujua unaamiliana nao vizuri. Na mtu unavyoulizwa unajieleza, kwa sababu lazima yule ambaye mgeni mwenyeji wako ulimfikia aweze kufahamu. Hata wale malaika walivyokuja kwa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, walikuja kama binadamu. Nabiullah Ibrahim akawauliza, ninyi kina nani? Ninyi mmekuwa ni wageni, inna minkum wajilun, mbona tumekuwa tunawaogopa, tumekuwa na wasiwasi na ninyi. Ni watu gani? Ni watu wapya kabisa. Hata walivyokuja kwa Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam, falamma jaa, walipokuja kwa Nabii Lut asema, innakum qaumun munkarun, ninyi ni watu ambao msiofahamika. Kina nani? Kitu cha kwanza kabla ya maongezi, kabla ya lolote, kufahamiana kwanza, na ndio utaratibu wa Uislamu, weko utaratibu wa namna hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza, manil qaum, ninyi ni kina nani? Ninyi ni watu gani? Mnatokea wapi? Au manil wafd, ninyi ni ugeni unaotokea wapi? Kalu, akasema, sisi Rabia bana, sisi ni watoto au ni wajukuu wa familia ya Rabia. Rabia ni katika kizazi kile bin Nizara bin Maaddini kinachoenda pamoja, kinaungana na kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akala, akasema, marhaban bil qaumi, karibuni basi ninyi watu, au uzuri ulioje, mnakaribishwa ninyi watu. Au bil wafdi, marhaban bil wafdi, karibuni kabisa kwa ugeni bora kabisa mliokuja, tena ugeni ghaira khazayan wala nadama, ugeni uliokuja sio kwa fedheha wala majuto. Maanake mmekuja kwa hiari yenu, hazijatumika nguvu. Watu wanakuja kwa fedheha, wengine wametekwa, nakuja kama mateka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupeleka jeshi, wanakuja pale wakiwa wao mateka, au wanakimbia kutekwa, au wanakimbia hivi. Lakini ninyi mmekuja katika hali ya kawaida, wala majuto wala kusikitika kwa namna yote. Kwa hiyo karibuni sana. Walivyokuja wao, walikuja pale, walikuwa wengi, wanafika kama 20 hivi au 30 hivi. Faqalu, wakasema, ya Rasulullah, sisi ewe Mtume wa Allah, sisi tumekuja, lakini ujio wetu huu ni wa mara moja tu. Ujio wetu hapa, tumekuja kujifundisha dini, tumekuja kujua, lakini ujio wetu ni wa muda mfupi kabisa. Inna la nastatiu an naatiaka illa fi shahri alharam, sisi uwezo wetu wa kuja hapa ni mara moja tu kwa mwaka, ni kuja katika mwezi fi shahri alharami, ni kuja katika miezi mitukufu.
Kwa nini tuna uwezo wa kuja katika miezi mitukufu? Miezi mitukufu hakuna vita, hakuna mapigano katika miji ile, na inaeleweka na ni jambo linaloheshimika. Wale Waarabu, wale Makuraishi wote wanaheshimu kwamba asharul harami ni miezi mitukufu, kwa sababu miezi mitukufu hii yauma khalaqallahi samawati wal ardh, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi, ndiyo ambayo hii miezi ameitangaza kwa mimi. Kwa hiyo utukufu wa hii miezi upo tangu siku hizo, na miongoni mwa vitu visivyotakiwa kufanyika katika miezi hii ni masuala mazima ya vita. Hii ni moja katika vitu ambavyo havitakiwi kufanyika katika vita, isipokuwa itakapobidi, kama vile ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika Fathu Makkah. Ile vita ilipiganwa kwanza ilipiganwa katika Makkah, katika eneo ambalo lililokuwa tukufu kabisa katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo ikawa miezi mitukufu inaheshimika na maeneo matukufu yanaheshimika. Kwa hiyo hatuwezi kuja isipokuwa tunakuja katika miezi hii mitukufu ambayo hakuna vita, mazingira ya nchi yako salama. Wabainana wabainaka, na kati ya sisi tunapoishi mji wetu na wewe hapa ulipo hapa Madina, hapa sisi tuna hadha alhayyu min kufari Mudhari, kuna ili eneo la hawa makafiri wa kabila la Mudhari. Hawa wapo hapa ambao wao ni kiziwizi kikubwa kabisa cha sisi kufika ambako, kwa sababu hakuna namna, lazima tupite ili tufike kwako. Njia ndio hiyo, wakati huo njia bado zinafunga, njia zinakuwa pengine ziko very limited, mji yote imejaa milima, kwa hiyo njia ziko maeneo machache kabisa. Kwa hiyo hakuna sehemu ya kupita, ila lazima tupite hawa katika kabila la Mudhari, na hawa ni watu ambao waliokuwa na ukaidi mkubwa na wenye uadui dhidi yako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu kwa ujumla. Kwa hiyo kwa sababu hatuwezi kuja isipokuwa kipindi hiki cha miezi mitukufu tu, famurna bi amrin faslin, tunataka utupe maelekezo kwa jambo la ufafanuzi kabisa kabisa, nukhbiru bihi man waraina, ili sisi tukishalijua tutaenda kuwafundisha na jamaa zetu tulioacha nyuma yetu, nao waweze kujua, na jambo lenyewe litakalotufanya wanadkhulu bihi aljanna, litakalotufanya tuingie peponi kwa kupitia jambo hilo. Kwa hiyo anamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tumekuja tunataka tuijue dini, lakini hapa hapakaliki, hatuwezi kuvuka zaidi ya miezi hii. Kwa hiyo kama amekwenda mfungo 10, pengine ukimalizika mfungo 10 tu mapambano, wale jamaa wanaanzisha mapambano vile vile, au kama amekuja mfungo 3, kwa hiyo kuna kipindi kifupi tu, labda mfungo 3 na mfungo 4 tu, au mfungo 2 mfungo 5, kwa hiyo kuna kipindi kifupi tu. Hiki kipindi sisi hatuna mkao mkubwa. Kwa hiyo ya Rasulullah, tunachokuomba tuitumie nafasi hii, tuutumie muda huu tulionao. Masahaba walikuwa wanautumia muda, walikuwa wanaitumia fursa wanayoipata kujifundisha dini. Hili ni miongoni mwa mafunzo au ni mafundisho tunayopata katika hadithi hii. Mtu unapopata, yani maana yake ni mazingira. Hawa walikuwa mazingira yao yanawafanya wasiweze kufika kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ule muda mchache ambao wanaweza kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanaamua kuukapitalize, kuutumia ili wapate kufanya nini? Kuongeza maarifa ya nini? Ya dini. Na hili ndio tunafundishwa na sisi vile vile. Unapopata fursa unaitumia, uitumie vizuri. Maana yake ni kwamba hutokaa ukasema kwamba dunia imetulia, kwamba sasa hivi mimi nataka niache kila kitu sasa hivi nikasome dini, au niache kila kitu sasa hivi nifanye jambo hili, au niache. Hakuna muda, fursa ya namna hiyo. Fursa ni wewe kuitafuta, na ukiitafuta unaitumia. Hawa wameitafuta, wametizama fursa, wameitafuta, wakaona fursa ni miezi mitukufu, na walivyoipata ile miezi mitukufu wakaamua wafanye nini? Wakaamua waitumie kwa ajili ya kujifundisha na kupata muongozo na maelekezo ya nini? Ya dini. Kwa hiyo na sisi vile vile kila mmoja wetu anayo nafasi ya kuhakikisha kwamba anaitumia fursa vizuri ya kujifundisha dini. Kama hao walikuwa wanazuiliwa na maadui, sasa na sisi tunaweza tuangalia kikwazo chetu sisi cha kujifundisha dini ni kitu gani kinachotufanya tusijifundishe dini, ili kikwazo hicho tukikipatia fursa, basi unaitumia vizuri katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo murna, tuelekeze jambo, tena hilo jambo ukitufundisha sisi tukishajua tutaenda kuwafundisha na wenzetu kule. Hii ndivyo namna ambavyo ilivyo. Sasa hivi maendeleo yamekuwa, elimu iko pana, iko namna hii, lakini sisi leo, kila leo tunaona wanachuoni wanafanya nini?
wanachuoni wanaondoka kila siku. Kikao ukisikiliza unasikia mwanachuoni huyu ameondoka, mwanachuoni huyu ameondoka, mwanachuoni ameondoka, na unaona namna gani gepu linavyokuwepo. Hata kama wakawepo wanachuoni, lakini mwanachuoni yule aliondoka, nafasi yake ile, nani anaweza kushika viatu? Nani anaweza kuvaa viatu vyake? Leo Waswahili wanasema nani anaweza kuvaa viatu vya shekhe yule au vya mwanachuoni yule aliyokuwa amefanya nini? Ameondoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika jumla ya alama za kiyama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akiwapa watu maarifa ya elimu, basi Allah huwa hawanyang'anyi ile elimu, bali kinachofanyika ni kuwaondoa wanachuoni. Ndio hivyo, siku zao zinafika, unaona kila leo wanachuoni wanaondoka. Sasa wanabakia majuhali, hawana uwezo wa ufafanuzi wa mambo, lakini itavyobidi itakuwa hakuna namna, lazima patikane watu wa kufafanua mambo. Maskini ya Mungu hawana hata weledi, hawana hata ujuzi wa kuijua ile dini, basi anaangana mtu anataka kulifafanua jambo la kidini, hana ujuzi nalo, hana maarifa nazo, fahmi salafi swale ilikuwaje katika jambo hili, wamelielezea vipi, lakini yeye anataka kulielezea, na wanachuoni wameondoka. Atafanya nini? Hakuna hata kumwambia usiongee wakati una elimu, kwa sababu anajua wanachuoni wote wamefanya nini, wameondoka. Ni jukumu na ni wajibu wetu kujifunza kupitia wafdu Abdul Qaisi, na sisi kuweza kutafuta au kuitumia vizuri fursa ya dini. Na alhamdulillah, kama hivi sisi siku ya Alhamisi watu wanafunga, na hivi muda wa lunch tunaotumia kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu na kuelekezana yale machache tunayoyajua kwa ajili ya kuongeza maarifa, kama hawa walivyokuja wageni wa Abdul Qaisi kwa Mtume sallallahu alaihi. Tuelekeze ya Rasulullah mambo ambayo sisi tukiyajua yatatufanya tuingie peponi na tukawafundishe jamaa zetu kule tulioacha. Lakini pia wasaluhu anil ashriba, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na ashrib. Ashrib hapa ni vile vyombo vile vya kuwekea vinywaji na vinywaji kwa ujumla. Huko nyuma kuna vyombo hata leo hivi ukiviona tunajua hivi vyombo kwa ajili ya pombe hivi, au sio? Vipo vyombo kama glasi zimeandikwa kabisa, kama chupa, kama madishi, kama madude gani, yameandaliwa kabisa kwa ajili ya matumizi ya nini, ya matumizi ya vyombo. Kwa hiyo nalo pia wakamuuliza, kwa sababu by then huko watu ulevi ulikuwa watu wanafanya nini, ulevi ulikuwa unatumika na mpaka Uislamu kwa umeelezea ulevi ulivyo, mpaka ikaja amri maelekezo. Sasa habari ya ulevi sasa hivi mnataka kufanya nini? Kuacha moja kwa moja. Kwa hiyo wakawa wanauliza sasa, vipi vile vyombo wanaweza kuvitumia kwa ajili ya matumizi mengine hapa na pale kama tutavyoona. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam faamarahum bi arba'i, akawaelekeza mambo manne. Wanahahum an arba'i, na akawakataza, kwa sababu wametaka kujifundisha dini ili waende wakaishi kwa hiyo dini ambayo itakayowafanya wakiishi watafanya nini? Wataingia peponi. Na wao unaona mlango al-amru al-imanu billahi wa birasuli wa sharai dini wa du'a, na wale wao kulingania, wao wataenda kuwafundisha wenzao kule wanakofanya nini, wanakoenda. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza mambo manne. Jambo la kwanza, al-imanu billahi wahda, kumwamini Allah peke yake, ambao ndio Uislamu wenyewe. Hii ni pointi namba moja, kwamba Uislamu lazima mtu awe Muislamu, ndio sheria zingine za dini zitafanya nini, zinatakiwa. Na imani kama tulivyoelezea katika darasa za nyuma, zimeelezea vizuri kabisa namna gani watu wanavyotakiwa kuwa na al-imanu billahi. Lakini yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, qala atadiruna mal imanu billahi wahda, mnaelewa nini maana ya imanu billahi wahda? Mnaielewa tukisema hivyo? Mnaielewaje tukisema al-imanu billahi wahdahu? Mnafahamu vipi? Maana nimeshawaambia kwamba mmetaka kujua mambo ambayo mtakayoweza kwenda kufanyia kazi ninyi, mkaishi kwayo na mkawafundishe wenzenu, ambayo atakayowaingiza peponi. Basi jambo la kwanza kabisa, al-imanu billahi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, atadiruna mal imanu billahi, mnaelewa nini? Mnafahamu nini maana al-imanu billahi wahdahu? Mnajua chochote juu ya jambo hilo? Qalu, akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Al-imanu billahi ni shahadatu, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Watu wanaweza kuwa naabudu vitu vingi tu, lakini havistahiki hivyo kuabudiwa. Anayestahiki kuabudiwa ni Allah peke yake.
wa ashhadu anna Muhammada rasulullah, na tunaamini kukiri kwa moyo na kumtambua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake aliyetumilizwa, na kwa hiyo amekuja kufundisha dini, na dini yote mujifundishe, muichukue kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfuate, muelekeze, mfuate mafundisho yake. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu kupitia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndo maana al-imanu billahi wahdahu. Lakini pia akawaambia wa ikami salat, na kudumisha swala. Unatakiwa kuzingatia kutekeleza ibada ya swala. Ibada ya swala, kwa sababu mtakaposimama kwenye swala as-salatu imaduddin, swala ndio msingi wa nini? Msingi wa dini. Faman akama faqad akama dini, mtu atakayekuwa anaimarisha, anatekeleza ibada ya swala, huyo faqad akama dini, huyo dini ameimarisha na ameiendeleza kisawa sawa. Waman hadama, na atakayeivunja, asitekeleze inavyotakiwa, faqad hadama dini, huyo maana yake anavunja dini. Mtu ambaye haswali maana yake yeye anaharibu dini, anavuruga dini. Na ndio maana katika sheria za Uislamu au taratibu za Uislamu, waacha swala hawatakiwi kuendelea kuishi katika jamii. Wanapewa siku 3 tu, namna 2, atubie, atekeleze ibada ya swala, au vinginevyo anatakiwa fanya nini? Lau kama sheria ya dini inasimama, yule mtu anayeacha swala anatakiwa auawe, kwa sababu yule ni mtu hatari katika jamii, anatakiwa katika sura ya namna hiyo. Japo anazikwa katika makaburi ya Uislamu na hivi na hivi, lakini ni mtu ambaye anaonekana kuishi ni mtu anaweza kusababisha, kwa sababu swala ndio msingi wa dini, na swala ndio inamfanya mtu aimarike katika dini. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, swala ikisaliwa sawa sawa, swala inamuongoza mtu kuyaacha machafu na maovu. Swala inamuelekeza mtu katika mstari wa sawa sawa. Tunaona katika maongezi vijiweni, tunakaa sote, tunakaa vijiweni, nazungumza, ustazi lakini unaswali wewe. Kwa sababu gani? Yeye pengine ni Muislamu vile vile, unaona, pengine yani anakuja, wewe unaswali, kwa nini unafanya jambo hili? Hili jambo linafanywa na watu wasiofanya nini? Watu wasioswali, kwa sababu watu walioswali ni watu wema, ni watu wazuri, hawawezi kufanya matendo haya machafu. Wewe mtu unaswali, unakuaje una tabia hizi? Kwa sababu swala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Kwa hiyo mtu pale uko kijiweni anakustua, anakuambia, ustazi unaswali lakini hivyo unanipiga kirungu hivi, unanipiga uongo hivi wakati wewe unaswali. Maana ni jambo linaloeleweka hata katika jamii, hata na mtu wa kawaida tu, kwamba swala inamjenga mtu. Sasa ikiwa sisi tunaswali na swala zetu hazitujengi, tunapo sehemu tunapokosea. Kwa hiyo tunao wajibu wa kujiuliza na kukaa katika mstari na kurudi katika mstari uliokuwa sawa sawa. Wapi tunapoboronga? Kwa nini swala hazitujengi tukakaa imara katika nini? Katika dini. Kwa hiyo swala ikisimamishwa sawa sawa, basi mtu atakuwa sawa sawa. Nendeni muwe na imani thabiti ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu yeye Allah peke yake, na vingine vyote vinavyokuwa watu wanavyotaka kuabudia, watu wanafanya hivi. Watu walikuja kwa mtume. Kwa nini imekuja hii imani? Jambo la msingi, watu walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Muhammad, kama shida unahitaji ukubwa, wewe sema tu, tukupe nini? Sitakupa ukubwa. Kama uongozi, kama nini, wewe ndio kiongozi wetu, wewe sema tutakupatia, hakuna tatizo. Au kama shida ni mali, wewe sema tutakupatia nini. Sisi tunachotaka tuachie tu mambo yetu haya, usiguse nini, usiguse mambo yetu, sisi ndio tunayohitaji, usiguse huku, kwa sababu wanajua dini hii inamkataza mtu katika yale mambo ambayo wao wanayo, na ndio maana wakawa wanakengeuka kabisa kukataa kumwamini na kumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wakiingia kule yale mambo ya ovyo walionayo watalazimika kuyaacha, yatakuwa wataendaje na katika sura ya namna ile. Kwa hiyo kakaeni na imani ya sawa sawa, lakini mnatakiwa kusimama na jambo la msingi linaloimarisha, linaloweka imani yenu ikae sawa sawa. Lakini pia waitai zakati, na kutoa zaka. Zaka ni jambo la msingi katika jamii, kama ambavyo tumelielezea kwa kina au linaelezewa kwa kina, lina mlango wake kifiki kabisa. Zaka ni jambo la msingi na ni jambo la kuendeleza dini. Dini inasonga mbele kwa sababu dini ni misikiti inabidi ijengwe, madarasa inabidi yafanyike, madrasa yajengwe, waalimu wasimame, wapatikane waalimu, maimamu wawepo na hivi. Haya yote yanawezekana vipi? Haya yote yanapatikana, yanawezeshwa kupitia mifuko ya zaka. Wasio na uwezo wawezeshwe vile vile, waweze kujiendeleza na wao vile vile, ili waweze kutoa zaka. Maana zaka mtu anavyopewa haiwi zaka kwamba mtu anapewa kula tu, mtu anapewa zaka. Na ndio maana unaona kwa mfano ile mifugo
anayopewa yote, anapewa mifugo, utaona anapewa mbuzi jike, ng'ombe jike, atapewa ngamia jike, kwa sababu anatakiwa sio akale ishu. Anavyopewa ng'ombe sio akale, anapewa ng'ombe yule akamtunze, akamfuge ili afanye uzalishaji. Anapewa kichanzo cha nini? Anapewa capital kwa ajili ya kuendeleza nini? Ya kuendeleza maisha. Sio kwamba anapewa mara moja tu alafu akale, akishakula sasa tena inakuwaje? Au maana yake nini? Ni kuwezeshwa, kuwawezesha wasiojiweza. Kwa hiyo az-zakatu ni mfumo maalumu ambao Uislamu umeweka wa kuwawezesha wasiojiweza vile vile, ili na wao waweze kuinuka, waweze kujiendeleza mbele, namna ya kuwapa watu msingi, namna ya kuwapa watu capital, ili waweze kujiendeleza kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kuiendeleza mambo ya dini vile vile. Wasiyama Ramadhani, kama ilivyo funga ya mwezi wa Ramadhani ipo inafahamika, na funga ya mwezi wa Ramadhani ipo imekuja kwa ajili ya nini? La'allakum tattaqun. Kwa hiyo imekuja funga hii. Mkifunga funga ya Ramadhani mtakuwa ninyi ni wacha Mungu, na ucha Mungu ni mtu kufuata maelekezo ya nani? Maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabu na wajihi, na kujiepusha na makatazo yake. Sisi tu tunafunga Ramadhani ngapi? Tunafunga Ramadhani kila leo. Miaka tunaendelea kufunga. Hizi Ramadhani zimetubadilisha vipi? Tunamuomba Allah atufikishe, tuna muda mfupi tutaingia Ramadhani hapa. Tunamuomba Allah atuafikishe tufike na tuweze tuchume na Ramadhani iweze kufanya nini? Iweze kutubadilisha. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ragma anfu, kwamba ameangukia pua, ameramba pua mtu ambaye adraka Ramadhani fansalaha, ameiwahi Ramadhani alafu ikaondoka, haikumbadilisha. Maana yake nini? Haikumbadilisha, haikumfanya yeye afutue makosa yake, haikumfanya atoke katika hali moja kwenda nyingine. Mtume amezungumza kwamba haikumfanya yeye asamehewe, hakusamehewa pamoja na kuiwahi Ramadhani. Huyu mtu ameangukia pua, ameangukia pua. Maana yake nini? Amekula hasara hali ya juu. Ninyi mwende mkafunge funga ya sawa sawa, mkafunge siyamu Ramadhani. Na mashehe katika darasa za Ramadhani huko pengine tutakuja kuambizana hizi funga. Anasema kuna siyamul awwam, kuna funga za aina mbalimbali, kuna funga za watu wa kawaida na kuna siyamul awwabin za wacha Mungu katika sura namna hiyo. Sasa sisi funga zetu hizi tunazofunga zinakuwaje? Kwa hiyo mnatakiwa kuzingatia hayo. Na wa antutu min almaghnam, mtatoa katika ngawira mtakazozipata katika vita, mtoe alkhums, mafungu matano katika sura na moja. Haya ni mambo manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Na hii sasa utaona nguzo ya hija haijatajwa. Hija haijatajwa maana yake ni kuonesha ugeni umekuja kabla faradhi ya hija haijafanya nini? Haijafaradhishwa. Kwa hiyo akawa amemwambia hivi, wanahahum an arba'i, na akawakataza mambo manne. Mambo manne haya ni kufuatia maswali yao waliouliza. Kuna maswala ya ulevi huko, watu walikuwa wanalewa, kwa hiyo kuna vyombo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ulevi, na hivi vyombo vilikuwa vinatumika kutengenezea ulevi kwa wale, au utengenezaji wa vile vyombo na ulevi ule wa kienyeji, pengine wakati wako na mambo ya processing, unaona. Kwa hiyo kuna vyombo ukitumia, ukiweka katika chombo hicho, hata chakula cha kawaida ukikiweka, kesho ukija unakikuta kimegeuka kwa nini? Kimegeuka kuwa pombe. Ndio Mtume swalla sallam akawakataza. Hivi hapa ni vyombo, an arba'anil khantam wad-dubai wan-naqiri wal-muzaffat. Aya yote yameata hivi ni vyombo tu. Al-khantam ni kama mtungi unaotengenezwa kwa udongo. Wad-dubai, Dubai ni kama ndumba, tunaweza kuzungumza hivi aso waganga wa kienyeji wanatumia, vinatumia vibuyu hivi vinavyotengenezwa kwa maboga au mamung'unya, mazao kama yale, ndio hizi ad-dubai. Wan-naqiri, an-naqiri wal-muzifat, hivi ni vyombo vinavyotengenezwa na miti. Kuna miti ile inakatwa inatengeneza. Vyote hivi ni vyombo, kwa sababu mwanzo walikuwa wanatumia vyombo vya kienyeji zaidi. Kwa hiyo aidha unatumika udongo kutengenezea vyombo, au walikuwa wanatumia kama hivyo maboga kama hivyo, au wanatumia miti wanakata, au mashina ya miti. Ndio hivi vyote ambavyo vilivyokuwa vinatumika. Tunaweza tutawatumia zile structure uzuri, baadhi ya mashurahi wa sasa hivi wameweka na michoro yao hivi vyombo. Kwa hiyo tutawatumia, tunaweza tukaviona namna yake. Kwa hiyo vyombo kwa nini walikatazwa kuvitumia? Kwa sababu walikuwa na utaratibu wa kufanya nabidhi, kuyeyusha tende. Hizi tende hizi tunakula katika sura namna hii. Kwa hiyo ilikuwa wanachofanya, zile tende zinatiwa kwenye maji. Kwa hiyo zinatoa ile ladha yake inakuwa kwenye maji. Kwa hiyo wanakunywa. Kwa ufupi walikuwa wanatengeneza juice ya kienyeji kwa mujibu wa mazingira waliokuwa wanayo. Kwa hiyo ilikuwa inatengenezwa nabidhi, mvinyo.
wanatengeneza mvinyo wa kawaida ambao unatumia tende au zabibu, unaziweka kule kwenye maji, unaziloweka. Alafu sasa zilikuwa hivi vyombo hivi, kwa sababu vilikuwa vinatengenezwa kwa utaratibu maalum. Hivi vyombo ulikuwa ukiweka tu hizi, ikilala tu, kesho ukija imegeuka kwa nini? Imegeuka kwa pombe. Ndio akakatazwa visifanye nini? Visitumike katika sura ya namna hiyo. Sio maana yake amekatazwa kwamba visitumike labda mtu kama kuwekea maji tu au kufanya hivi. Visitumike kwa ajili, hivi ni vyombo ambavyo kwa utaratibu wa kufanyia mvinyo, kutengenezea vile mnavyotaka kutengenezea, itaharibika. Hata majumbani mwetu sisi tunajua kuna vyombo vingine ukiwekea huko vyombo vinachacha, sio? Ndio maana tunaweka kama juisi, kama vitu gani vyote sasa hivi vinawekwa kwenye nini? Vinawekwa kwenye friji kwa ajili ya vikipoa kesho vinaamka, vikiamka salama. Pengine vikilala vile vikiamka vinakuwa hivi vimegeuka pombe au vimechacha au vimekuja katika sura hii. Sababu ya kukatazwa vyombo hivi, matumizi ya vyombo hivi ni yale matumizi ya kutengenezea mvinyo. Ule mvinyo wenyewe unaozungumzwa hapa ni ile tende ama zabibu, kuitia kwenye maji ukailoweka ikatoa nini? Ile ladha ile ikaingia kwenye nani, alafu ukanywa nini? Ile koko ya tende ukaitupa. Sasa walikatazwa kutumia vyombo hivi kwa sababu vilikuwa hivi, ukifanya hivyo maalum alikuwa anailaza, na ilikuwa kwa vyombo hivi ukiilaza tu imegeuka pombe. Kwa hiyo hata sisi kama tunavyo vyombo vya kienyeji ambavyo ukitia vyakula katika mfumo wa aina hii vitageuza na kuwa pombe, basi vyombo hivyo vitakuwa havifai kutumia kwa jambo hilo. Sio havifai kutumika vyombo hivi, havifai kutumika kwa jambo hilo, kwa vitu vya namna hiyo, katika sura ya namna hiyo. Lakini pia hadithi nyingine tutakayo, akasema wakala na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ihfadhu hunna wa akhbiru bihinna man waraakum, yafahamuni hayo, yahifadhini hayo na mkawafundishe walioni nyuma yenu ambao hawakuja, waelekezeni hayo, waijue dini. Na hivi vyombo mlivyo navyo katika maeneo yenu, vyombo hivyo vipo sana na mnavitumia kwa ajili ya matumizi ya namna hiyo, basi mnatakiwa kuchunga na kuzingatia katika sura ya namna hiyo. Tuisome na hadithi hii ya pili, babu dua ila shahadataini wa sharai alislam, kulingania shahada mbili na sheria za Uislamu. Hadithi mashuhuri ya Muadh ibn Jabal. Ana hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Muadh bin Jabal ala al-Yaman, alimtuma Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu kwenda Yemen. Muadh ni katika wanafunzi muhimu mashuhuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliotoka mji mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya kwenda kufundisha dini. Akasema, innaka tuqaddimu ala qaumi ahli kitabi, wewe hivi tunakupeleka Yemen. Yemen kuna ahlu kitabi, hawa manaswara wapo kule na Mayahudi, hasa kule kulikuwa na manaswara, ndio ilikuwa bezi yao, wapo kule ina Thumama walitoka kule namna hii. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah, kwa sababu wao ibada zao za ushirikina hizo walizonazo wanaabudia wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya ana Mungu, ana mtoto, ana mke, anafanya hivi na kusema kuna miungu mitatu na hivi. Basi ya kwanza kabisa watoe watu katika ibada ya namna hiyo, walinganie antaduhum ila ibadatillah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio shahada ile. Fa idha arafu Allah, wakimtambua Allah na kujua Allah ndo anayefaa kuabudia. Maana jambo la kwanza wafundishe dini, wafundishe Uislamu, watu waslimu, waingie kwenye nini? Waingie kwenye dini. Fa idha arafu Allah, wakishamtambua Allah na watajua haki yake, basi fa akhbiruhum kwamba anna Allah qad faradha alaihim, wafahamishe kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao 5 salawati fi yawmihim wa lailatihim. Jambo la kwanza wamjue Allah, kwa sababu akishamjua Allah watakuwa tayari kutekeleza hii amri, kwa sababu huyo Allah ambaye mmemtambua huyo kwa ukubwa wake huo, kwa sifa zake hizo, ndiye ameweka amri ya nini? Ya swala 5 mchana na usiku wake, ni swala 5 ambazo hatakiwi mtu kuziacha zinapita hivi hivi, kwa sababu maelekezo ya dini yamekuja kwa maneno makali kabisa, fawailun lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun, wanaopuzia kuswali ole wao, wanastahiki adhabu kali kabisa yumi zao, wanaoswali bila kuzingatia utaratibu, bila kuchunga muda, bila kuchunga ahkami na taratibu zao, hawa wana adhabu kali kabisa. Na kule katika sura Maryam anasema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata, waliozipotezea nini?
wanadharau na kuzidhoofisha ibada ya swala, kutotekeleza kwa wakati wake. Kwa hiyo wakijua kwamba huyo Allah uzito wake na ukubwa wake na sifa zake hizi, wakishamjua waambie kwamba amewafaradhishia nini? Ibada. Kwa sababu washamjua, watatekeleza amri ya nani? Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia fa idha faalu, wakitekeleza hilo, fa akhbiruhum, basi wafahamishe kwamba anna Allah faradha alaihim zakatu min amwali, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia zaka katika mali zao, wana wajibu wa kutoa ili dini isonge mbele. Wasiojiweza wafanye nini? Wawezeshwe. Dini isonge mbele, wasiojiweza wawezeshwe, ili nani wa Uislamu, imara wa Uislamu uweze kuimarika na iwe katika hali nzuri kabisa, swala zima la utoaji wa zaka. Na hili ni jambo ambalo watu wanatakiwa zingatie, na sisi tuliokuwa tumebahatika kuwa tupo katika ajira hizi rasmi tunatakiwa tujiangalie. Mara nyingi inapozungumzwa zaka watu wanaangalia si wafanya biashara tu tajiri. Hata sisi tuliopo katika ajira tunatakiwa tujiangalie, pengine tunazo sifa za kutoa nini? Za kutoa zaka. Tuna wajibu wa kufanya nini? Wa kutoa zaka. Sio ikitoka amri ya zaka, ukitoja habari ya zaka, tunageuza shingo kuwatizama tu fulani ndo anawajibika kufanya nini? Kutoa zaka. Kumbe na mimi nawajibika kufanya nini? Kutoa zaka. Utaratibu wa Uislamu haunyoshei mtu kidole. Uislamu mtu unajiangalia wewe mwenyewe. Inapokuja amri ni kujiangalia mimi katika sifa zinazotakiwa hizi, kama ni watu wanaotakiwa kutekeleza jambo hili, mimi sipo, kwa nini sitekeleze wajibu huu? Kwa hiyo sio uangalie kwamba tuangalie ili alinihusu mimi. Zaka ina wenyewe. Ni kweli zaka ina wenyewe, ni watu maalum. Maana zaka ni ibada ya watu maalum wenye sifa maalum. Lakini je, mie na wewe hatupo katika hao ambao wanatakiwa kufanya nini? Wanaotakiwa kutoa zaka. Tusije tukawa tunatengeneza mazingira tunakwepa utoaji wa zaka wakati ni wajibu wetu vile vile. Kwa hiyo waelezee kwamba huyo Allah ambaye mmemtambua, mmemwamini na mnamwabudu, basi ametoa maelekezo mtoe zaka. Tuukhadhu ilikuwa inaelezea fa innahum ata'uhum, basi waelekeze kwamba wao inna Allah qad faradha alaihim zakatu min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim, yani tuukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala, wanapewa. Maana hiyo zaka sio anachukua, sio wewe ukusanye uchukue wewe, hapana. Turaddu ala fuqaraihim, wanatakiwa wale mafakiri katika eneo hilo hilo. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema zaka isihame kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, muda wa kuwa wahitaji katika eneo hilo wapo. Ustawi wa jamii waliokuwepo hapo wanatakiwa wafanye nini? Uimarishwe ustawi wao ukoje. Kwa hiyo Waislamu lazima wakae, tunapokuwa tupo katika jamii, basi tuangalie kwa nini Waislamu wapo katika hali ya namna hii, basi watu wawezeshwe katika eneo lao, wenye uwezo wa kutoa zaka katika eneo hilo, wale waliokuwepo katika eneo hilo wafanywe nini? Wapewe zaka waliopo katika eneo hilo. Turaddu ala fuqaraihim fa idha ata'uhum biha fakhudhu minhum, chukua. Wakikubali sasa, kusanya sasa ile zaka, na ukichukua sasa, watawakka karaima amwali nas, heshimu mali bora za watu. Ile zaka zinavyotolewa, wale wanyama wametajwa kwa utaratibu maalum, wenye sifa maalum, labda wa mwaka mmoja, miaka miwili hivi. Usije ukamchukulia mtu mnyama wake alionona, alifanya hivi, ambaye akimuuza atamuingizia. Chukua wa kawaida, wale wenye sifa ya kawaida ambayo iliyokuwa imetajwa. Usichukue kile kinachoweza kikamsababishia nini? Yule mwenye mali yule ikamsababishia mapungufu. Ndio maana unakuta kwa mfano hata zaka ya mali au zaka ya biashara ni 2.5%, ni sehemu ndogo kabisa ambayo unaweza ukipiga hesabu ukajikuta kwamba kumbe ni wajibu mdogo kabisa. Na hapo alivyomwambia hivyo, hadithi inaunganishwa hapo ni hii ya Abdullah bin Abbas, lakini kama imekuja pili tofauti na ambayo ndio tutakayokuwa tumemalizia kwa leo. Anasema hadithi ibn Abdullah bin Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadh ila al-Yaman, alivyomwambia kwamba unavyokusanya zaka, basi ittaqi da'watal madhlum, ogopa sana dua aliyodhulumiwa. Sio mnawadhulumu watu. Na hili ni angalizo kwa wasimamizi mnaokusanya amali za watu za zaka na hivi za amana za misikitini. Manake hapa napo panakuwa na changamoto kubwa kabisa. Anambia ittaqu da'watal madhlum, ogopa sana dua ya nani? Chukua haki yake inayotakiwa kuchukuliwa ya zaka, usichukue zaidi. Ndio maelekezo, usichukue. Fa innaha laysa bainaha wa baina Allah, haina, kwa sababu dua aliyodhulumiwa haina nini? Haina pazia baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule mtu akiinua mikono. Mtu uliyomdhulumu wewe, unaweza ukajiona wewe hufanikiwi, ufanyi hivi, unakwenda hivi, hata kama una mali, biashara zako zinakwenda, lakini mbona hazina baraka, mbona haziko hivi? Kumbe umedhulumu nini?
umedhulumu watu, ittaqu da'wat almadhlum, uliwadhulumu. Kama umewadhulumu watu lazima uwape haki zao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingine kwamba mtu ambaye yote mwenye amana za watu basi hakikishe anajisuluhisha mwenyewe, anatatua mgogoro huo kabla haijafika siku ambayo la dirhama wala dina. Kwa hiyo ittaqu da'wat almadhlum. Muadh bin Jabal, unakusanya mali za watu za zaka, usichukue, usivuke mpaka. Ukivuka mpaka wa ukusanyaji wa zaka utakuwa umewadhulumu watu. Chukua kiwango kinachotakiwa na uwafikishie wanaofanya nini, wanaostahili kupewa, vinginevyo utaangukia mikononi mwa dua ya aliyefanya nini, aliyedhulumiwa. Na dua ya aliyedhulumiwa, laisa bainahu wa baina Allahi hijabu, haina pazia baina ya muumbaji na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii popote pale, swala la dhulma ni jambo baya kabisa ambalo watu wanatakiwa wajiepushe nalo, na Uislamu umelikemea na umelitaja sana katika maeneo mengi kabisa. Kwa hiyo watu wanatakiwa wachunge. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bado tupo katika mlango wa imani na tunazisoma, na utaona tunasoma vitu vya kawaida tu, lakini ndio dini yenyewe inasoma hivi hivi. Watu wanatakiwa waelewe, watu wafahamu, wajue, ili wakielewa haya, hii misingi, ndio unakuta kuna taratibu sasa anakuja miongozo. Unaona Muadh anaelekezwa kwanza wafundisha nini, ibadatullah. Fahinhum, wakikaa sawa wakaelewa hivyo, basi waelekeze hili, wakikaa sawa waelekeze hivi, basi dini ndio inakwenda katika sura namna hii. Wakati mwingine pengine tunashindwa kutekeleza, kuwajibika, kwa sababu imani zetu, dini yetu bado ina mashaka. Kwa hiyo dini lazima tuimarishe, na dini inaimarika, miongoni mwa njia ya kuimarika dini katika moyo wa mtu, katika imani ya mtu, ni swala zima la kujiongezea maarifa, ili kuweza kujua dini, kujua maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumesha hadithi ngapi? Tumesoma hadithi mpaka 12. Tumesoma hadithi 12. Allah akufikisha wiki ijayo tutaendelea hadithi ya 13. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah. Sisi kama kuna nyongeza